waandishi wa habari kwa kuja. Kwa majina mimi naitwa mwanaharakati huru Cyprian Majura Musiba. Nimewaiteni hapa nikiwa na agenda nyingi tu, lakini kubwa zaidi ni kujaribu pia kuzungumzia namna ya hii mikutano ya vyama vya siasa inayoendelea sasa katika nchi yetu. Na nimekuwa nawasikiliza, nimekuwa nawafuatilia baadhi ya wanasiasa na vyama vya siasa. Wamezungumza mengi, lakini kabla ya kuanza topiki yangu, nitumie nafasi hii kwanza kuwapa pole wananchi wa mkoa wa Mara katika wilaya ya Musoma mjini kwa janga au majanga ambayo wamewapata pale, kwa baadhi ya wananchi kukumbwa na mafuriko na kuharibikiwa baadhi ya makazi yao. Nitumia nafasi hii kumpa pole mkuu wa mkoa wa Mara pamoja na wananchi wa mkoa huo kwa ujumla wake, na pia kumpa pole Mheshimiwa Rais wetu kwa raia wenzetu hawa ambao wamekumbwa na hilo janga pale Musoma mjini. Lakini pia nitumie nafasi hii kumpa pole dada yetu mwenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa upande wa wanawake, kwa maana ya Bawacha, kwa maumivu ambayo amekutana nayo kwenye vikao vyao huko vinavyoendelea. Ni matumaini yangu kwamba wanawake wote wa Tanzania na jumuiya za wanawake wote wa Tanzania, kwa maana ya CCM, ACT na hata Chadema wenyewe, watalaani tukio hilo la kupigwa mwanamke mwenzao, kwa sababu ni kitendo ambacho sio cha kiungwana, na tunaishauri serikali itumie sheria za nchi kuwashughulikia wale wote ambao wamemuumiza huyo Sagrada Mligo bila sababu za msingi. Yule ni mwanamke na wanawake wana sheria zao na wana haki zao za msingi, lazima walindwe. Lazima walindwe. Matatizo hayakosekani katika ngazi ya familia, kwenye vyama na kwenye taasisi, lakini habari ya kupigana mangumi, unampiga mwanamke kama mwanamume mwenzako, sio jambo zuri. Kwa hiyo mimi kama mwanaharakati huru natumia nafasi hii ya wanaharakati kukemea na kulaani kitendo hicho alichofanywa Sagrada Mligo, mwenezi wa Bawacha Taifa. Sio kitendo kizuri na kinapaswa kulaaniwa na kila mtu. Sasa nije kwenye agenda. Agenda yangu ya kwanza kama nilivyosema, nimekuwa nafuatilia sana mikutano hii. Lakini jambo kubwa ambalo limenifanya nikawaita ndugu waandishi wa habari hapa ni nitoe miwani ili nionekane vizuri. Ni swala zima la kauli za baadhi ya vyama vya siasa ama kupitia viongozi wa vyama vya siasa. Kuna kiongozi mmoja alitamka ya kwamba nchi imekosa mwelekeo. Ni kitendo ambacho sijakielewa. Kiongozi mkubwa kama huyo wa chama cha siasa anazungumza kwamba nchi imekosa mwelekeo, wakati yeye mwenyewe anazunguka Tanzania nzima. Anatoka mkoa wa Mara kwa lami, anafika Dodoma kwa lami, anakwenda Dar es Salaam kwa lami, anakwenda Mbeya kwa lami, na wanafanya mamikutano yao yote, hakuna mtu anayewagusa. Unasemaje kwamba nchi imekosa mwelekeo wakati una uhuru wa namna hiyo? Yaani nchi ikiwa kwenye mwelekeo mzuri, ndio maana unakuta wanafanya mikutano ya siasa, vyama vya siasa, wanaandamana vyama vya siasa, wanatoa maoni yao vyama vya siasa, halafu wewe unasema nchi haina mwelekeo. Nchi gani? Nchi isiyokuwa na mwelekeo hauwezi kupata nafasi ya kusafiri kutoka Mara mpaka Mbeya, mpaka Rukwa, mpaka Njombe,
Yaani unazunguka nchi nzima alafu unasema kwamba nchi imekosa mwelekeo. Ni kauli ambayo nadhani baadhi ya wanasiasa lazima pia watafakari, kwa sababu nchi yetu ina mwelekeo mzuri sana na lazima niwe muwazi. Mheshimiwa Rais wetu ni muungwana, ni kiongozi muungwana 100%. Ana utu 100%. Kwa hiyo vyama vya siasa pia na wanasiasa lazima wa appreciate kazi anayoifanya Mheshimiwa Rais wetu, kwa maana ya kuwaachia wanasiasa kufanya mambo wanayotaka kufanya. Unasema kwamba nchi imekosa mwelekeo, wakati huo unafanya mikutano ya siasa, unazunguka nchi nzima. Unasema kwamba kwenye upande wa elimu na kwenye upande wa maji na kwenye upande wa umeme nchi imefeli, lakini unatembelea kwenye barabara hizo hizo za serikali hiyo hiyo unasema imekosa mwelekeo. Ukimaliza kufanya mikutano yako, unakwenda kulala hotelini, umeme ukatiki, maji hayakatiki, unapata chakula kizuri, unalala usingizi, usikii bomu wala jambo lolote baya nje, alafu unasema nchi imekosa mwelekeo. Waliokosa mwelekeo ni Bukavu huko mashariki mwa Kongo huko, na kwenye manchi kama Sudani huko, hao ndo hawana mwelekeo. Tanzania kuna mwelekeo mzuri, na huo mwelekeo ndo umefanya hata vyama vya siasa na baadhi ya wanasiasa wanafanya shughuli zao za kisiasa wakiwa na amani kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi wenzangu na Watanzania wenzangu, kuna mzee wetu mmoja katika nchi hii aliwahi kusema, akili za kuambiwa changanya na za kwako. Akili za kuambiwa changanya na za kwako. Tanzania wakati wa Mwalimu Nyerere tulikuwa na chuo kikuu kimoja tu. Sasa tunazungumzia vyuo karibu 80 au 100 na kuendelea. Wenye takwimu nzuri watanisaidia. Tulikuwa na hospitali moja tu ambayo ilianzishwa wakati ule tukiwa watu karibu milioni 9 tu. Leo tuna mahospitali ya kanda ni mengi, na hospitali tu za kawaida ni nyingi za rufaa, vituo vya afya, zahanati ziko nyingi sana. Sasa wewe utasemaje kwamba nchi imekosa mwelekeo na baadhi ya maendeleo hakuna? Kwanza yeye mwenyewe wanapanda ndege, wanatua Dar es Salaam, hayo ni maendeleo. Wanatumia usafiri wa gari kwa lami, alafu nasema nchi imekosa mwelekeo. Kwa hiyo mimi nadhani wanasiasa wa vyama vya siasa vya upinzani lazima pia wakubaliane na hali halisi ilivyo, kwamba serikali yetu imejitahidi kufanya mambo mengi ya msingi sana, na hakuna sababu ya kusema kwamba nchi yetu hakuna ilichofanya. Kuna mafanikio makubwa sana na ni mengi, nikianza kuyasema ndugu wananchi wenzangu. Bahati nzuri mambo mengi yamefanyika kwenye maeneo yenu, kwenye serikali zenu huko, kwenye ngazi ya mtaa, ngazi ya kata, ngazi ya tarafa, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na mengine taifa. Hatuwezi tukayataja yote, ni mengi ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya. Na hususan kwenye mambo ya elimu tunaangalia kuna mashule ambayo ameyajenga, yako humu, tumerekodi, ziko humu nyingi tu shule ambazo zimeshajengwa, na hata hospitali za rufaa ziko nyingi tunazo, maana tunazungumza tukiwa na vielelezo kabisa hivi hapa. Sasa wananchi wanaviona na vinaonekana kila eneo mambo ambayo mama ameyafanya. Kwa hiyo mimi ninachowashauri hawa viongozi wa vyama vya siasa wajaribu kuangalia namna ya kufikisha ujumbe kwa wananchi. Kupewa nafasi ya kufanya mikutano ya hadhara na maandamano yao haimaanishi kwamba upindishe ukweli. Ukweli unabaki pale pale, maendeleo yapo, kwa sababu ukiangalia Tanzania wakati wa Mwalimu Nyerere, ukija wakati wa Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli na sasa Samia, kuna hatua kubwa sana zimefikiwa. Kuna hatua kubwa sana, na ukiwasikiliza wanazungumza vitu vingi ambavyo serikali iliyoko madarakani inafanya. Ndio maana nikawaambia wananchi yako mengi, sina sababu ya kuyataja. Upande wa shule za wasichana katika michepuo ya sayansi, lakini pia shule za msingi zimeongezeka nyingi kwenye ngazi ya kata huko. Upande wa sekondari
kuna mashule mengi yameongezeka. Ukizungumzia kwenye ngazi ya wilaya, kwenye ngazi ya majimbo na kwenye ngazi ya mikoa, kuna mambo mengi sana yamefanyika na serikali hii. Kwa hiyo wanapokuwa wanazunguka, ndugu wananchi wenzangu, wanakuja kuambia kwamba serikali haijafanya kitu, na nyinyi pia lazima muangalie na lazima mtafakari, lazima mtazame. Hawa wanasema kwamba hakuna kilichofanyika, lakini kitendo tu cha kuruhusiwa pia kufanya mikutano bila kubugudhiwa, hiyo ni achievement kubwa sana katika nchi. Kwa sababu kwenye nchi za Kiafrika hizi mtu anaweza kutoa amri tu kwamba msifanye chochote na mwezi kufanya chochote. Kwa hiyo mtu anapokuambia kwamba fanya mikutano, andamana, fanya kila kitu, nadhani kwamba ni mambo ambayo wenzetu wa vyama vya upinzani wanapaswa pia kuappreciate kwamba uhuru sasa wa kujieleza ni mkubwa sana katika nchi yetu. Uhuru wa kutoa maoni ni mkubwa sana katika nchi yetu. Uhuru wa kufanya jambo lolote ni mkubwa sana katika nchi yetu. Kwa hiyo wakati mwingine hawa viongozi unakuta wanamkoti Mwalimu Nyerere, wanamkoti Mwalimu Nyerere alifanya hichi. Lakini hawatoi takwimu kwamba wakati Mwalimu Nyerere amekaa madarakani miaka 24 alifanya nini na rais wa sasa amefanya nini. Hawatoi takwimu. Wanajaribu kuambia tu wananchi kwa ujumla wake. Lakini nachoshukuru tu ni kwamba hata wananchi wenyewe safari hii wanauelewa mkubwa sana kwamba yako mambo yamefanyika mazuri. Na hata Marekani ambako ndo ni taifa ambalo mara nyingi tumekuwa tunatolea mfano, Marekani kuna maskini pia wako. Hakuna, yani haiwezekani ukaizungumzia Tanzania miaka 63 kwamba haijafanya chochote wakati uhalisia unaonekana. Alafu Marekani ambayo imetumia miaka zaidi ya 300 kupata mafanikio. Yani maendeleo ambayo mnayaona Marekani au katika nchi za wenzetu ni zaidi ya miaka 300. Tanzania ni miaka 63. Unawezaje kusema kwamba hakuna mafanikio wakati mtandao wa lami tu Tanzania sasa hivi karibu kila mkoa unafikika kwa lami. Na kuna barabara ya changarawe wilaya na wilaya, hata kata kwa kata barabara zinaingilika. Lakini ukienda mataifa ya wenzetu, kwa mfano pale DRC tu Kongo, ama ukienda nchi kama Guinea Bissau niliwahi kufika, kuna nchi hazipitiki kabisa. Tuzungumzie Zimbabwe tu, kuna baadhi ya maeneo hayapitiki. Hata hapo Zambia tu. Ukizungumzia mtandao wa lami, Tanzania nafikiri kwa nchi za SADC. Hata hapo South Africa ambako tunasema kuna maendeleo makubwa sana, au Nigeria, kuna umaskini wa kutisha sana kulinganisha na Tanzania. Tunazungumzia upande wa makazi, upande wa nyumba na upande wa vitu vingine vidogo vidogo. Tanzania imepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Kwa hiyo lazima tukubaliane na hali halisi kwamba, ndugu zangu wananchi, pia mnapokuwa mnaelezwa kwenye mikutano hiyo ya wanasiasa, na nyinyi mwe mnatafakari pia kwamba anakuambia Tanzania hakuna kilichofanyika katika nchi ya Tanzania. Ni jambo ambalo haliwezekaniki. Unasema hakuna kilichofanyika Tanzania, wakati huo unatembea kwa lami kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya, kutoka Dar es Salaam mpaka Iringa, kutoka Mbeya mpaka Rukwa. Unatembea kwa lami, hapo unasema hakuna kilichofanyika. Yaani unatoka na gari yako mpaka Mbeya mjini au Sumbawanga mjini kwa lami. Alafu ukishafika kwa wananchi pale unasema bwana, yani nchi hakuna kilichofanyika bwana. Yani hakuna kitu chochote kimefanyika wakati umepita kwa lami. Ukimaliza hiyo lami yako, ukimaliza mikutano yako hayo, unakwenda hotelini, umeme ukatiki kuanzia usiku mpaka asubuhi. Unapiga pasi, unanyosha nguo zako, unafua nguo zako kwa maji, alafu unasema hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo mimi nadhani Watanzania wenzangu pia mnachagua maelezo ya hawa watu wakiwaambia kwamba hakuna kilichofanyika, na mnatazama wanatuambia hakuna kilichofanyika wakati kuna mambo mengi yamefanyika mazuri. Kwa hiyo lazima tuwe tunaangalia pia, unapokuwa unawaambia wananchi wako namna ya kufanya, ama ukitaka kuelezwa ukubalike, zungumza reality. Kwa hiyo yako mambo mengi yamefanyika. Labda wakati nazungumza hayo, naomba kwa ruhusa yenu nirejee miradi ya kimkakati, kwa sababu labda tuwe tunakumbusha, kwa sababu wao wakienda kwa wananchi wanasema kwamba hakuna kilichofanyika. Lakini naamini, mimi naongea hapa kama mwanaharakati huru, mimi sio msemaji wa serikali au CCM au Ikulu, sipo kabisa huko. Mimi hapa naongea kama mtu ambaye ninafanya harakati zangu binafsi, naendesha ofisi yangu binafsi,
na tunatoa taarifa hizi kwa nia njema tu, kwa sababu wakati mwingine unaposikia mtu anasema kwamba nchi imekosa mwelekeo wakati hajawahi kulala njaa, anachaji simu yake hiyo nchi anasema ina mwelekeo, lakini simu ikiisha chaji anaenda kuchaji, anafua nguo zake, ananyosha nguo zake. Kwa hiyo wakati mwingine lazima wananchi pia mwe mnaelewa. Sasa naomba angalau ni kwa uchache tu, maana ni mambo mengi sana yamefanyika. Naweza nikatumia hata masaa 4 kuyataja. Tuzungumzie kwanza miradi tu ya kimkakati hii. Pale mkoa wa Mara kuna hospitali ya Kwangwa. Hospitali hiyo ilikwama miaka tangu wakati wa Mwalimu, wakati wa Mwinyi, wakati wa Mkapa, wakati wa Kikwete, ilikwama hiyo hospitali. Ilikuwa ni ramani iliyotolewa na Mwalimu Nyerere. Kwa sababu lazima pia tuwe tunawapa reference, muelewe. Na wananchi pia muwe na utaratibu ya kusikiliza hata haya mambo ya muhimu ambayo yamefanyika na serikali yetu. Yako mambo mengi. Kwangwa ilishindikana kujengwa. Rais wa awamu ya 5 akaja kuijenga. Rais wa awamu ya 6 Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, amemalizia na ameingiza vifaa vya kila kitu. Upande wa kina mama wajawazito, mama na mtoto, vitanda. Kwa hiyo hospitali ya Kwangwa iko mkoa wa Mara, ni hospitali ambayo ilianzishwa na muasisi wa taifa letu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Leo inafanya kazi 100%. Mwalimu Nyerere aliacha reli ya Mjerumani. Leo tuna reli ya kisasa kabisa SGR na imeanza kurani Dar es Salaam mpaka Dodoma. Lakini watu hawa wakiwa wanazunguka mbele ya wananchi, wanapanda kwenye SGR, anatoka Dodoma anaenda Dar es Salaam kwenye SGR, na ni kiongozi wa chama. Akifika kwa wananchi wale anawaambia serikali hii haijafanya chochote bana. Yaani kwa kweli miaka 63 hakuna kilichofanyika na serikali hii. Lakini amepita ndani ya SGR, ametoka Dodoma mpaka Dar es Salaam, Dar es Salaam Dodoma. Akifika kwa wananchi anageuza maneno. Kwa hiyo wananchi pia mwema na watazama hawa watu. Najaribu kuwapa reference kwamba kwa nini nyinyi wananchi mna wajibu wa kuwasikiliza hawa jamaa, ama kutowasikiliza, ama muwasikilize lakini muache hapo hapo. Kwa sababu mambo yako mengi yanafanyika mazuri. SGR mataifa ya jirani yanakuja kujifunza. Mataifa ya jirani yanakuja kujifunza namna Watanzania walivyofanikiwa kwenye mambo ya usafiri. Tuna ile mwendo kasi Dar es Salaam ambayo kuna faith nafikiri kama ya 3 ya 4 inaendelea. Rais wa awamu ya alianza Mheshimiwa Kikwete, amekuja Mheshimiwa Magufuli, sasa Mheshimiwa Samia anatekeleza baadhi ya maeneo ambayo yanatakiwa yamalizwe. Sasa unapita kwenye hizo, ziko changamoto kwenye usafiri wa mwendo kasi, lakini issue ni kwamba serikali imethubutu, imefanya, na watu wanapita ndani ya hivyo vyombo. Kuna mradi wa kufua umeme wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, megawatt 2115. Nilikuwa namsikiliza waziri wa nishati na naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko, anasema mtambo wa 9 umewashwa. Maana yake ni kwamba lile eneo sasa linatoa umeme, linazalisha umeme bila matatizo yoyote. Nilisema na nimekuwa nawaambia waandishi wa habari na wananchi wenzangu, umeme ukikatika mahali wanabadilisha nguzo tu. Sio kwamba umeme hamna. Tanzania tuna umeme wa kujitosheleza sasa. Sema ni nguzo, kwa sababu hizi nguzo pia ni za zamani sana. Zinatakiwa zibadilishwe, kwa maana zile barabara za umeme zile, tunaita barabara ya umeme, kuna nguzo za zamani sana ziko pale. Kwa hiyo zinabadilishwa, kuna nguzo ambazo zinatengenezwa sasa za umeme mpya. Zinatokana na mawe kama sijui, nafikiri ni imara zaidi kuliko zilizopo. Kwa hiyo issue ya umeme, wapinzani hawezi kuambia wananchi kwamba sasa hivi umeme ndani ya nchi yetu uko sawa, uko salama, na vijiji viko 12,000. Nadhani sasa karibu vijiji vyote vina umeme, lakini sio nyumba zote zina umeme. Lakini issue ni kwamba ndani ya kijiji chako umeme umefika, ingawa kuna baadhi ya wananchi hawajaingiziwa umeme. Ni process.
kwamba umefika nyumba hii, jirani yako pia baada ya miezi kadhaa na yeye atapata umeme. Kwa hiyo haya mambo vyama vya siasa wayasemi, na nashauri wanapokuwa wanazungumza na wananchi pia wawaambie wananchi kwamba sasa hivi umeme baadhi haukatiki kabisa katika nchi yetu. Katika nchi yetu. Kwa hiyo issue ya umeme kama taifa tunaenda kuitatua kabisa. Kwa hiyo vyama vya siasa wanapokuwa wanakwenda kuambia wananchi kwamba hakuna kilichofanyika, wawe wananchi nao wao wanaangalia. Wewe wanakuambia hakuna kilichofanyika. Lakini mbona umeme unawaka masaa 24 hapa Sumbawanga au hapa Njombe? Kuna watu umeme watu wanatengeneza aluminium za madirisha, milango, watu wanapata maendeleo. Watu wanatengeneza vitanda. Si ndio maana ya maendeleo? Maendeleo ni pamoja na umeme. Umeme ni kati ya vitu muhimu sana katika taifa lolote lile. Kwa hiyo kupitia umeme mitambo ya maji inasukumwa, watu wanapata maji. Kwa hiyo mimi nadhani wapinzani wa Tanzania wenzangu pia mwe mnawatafakari namna ambavyo wanafikisha ujumbe kwenu. Tunajaribu kuwajibu kwa hoja kwa sababu na wao pia wanatoa kwa hoja, lakini wakati mwingine kauli zao sio nzuri. Huwezi kusema nchi imekosa mwelekeo. Nchi zilizokosa mwelekeo ziko vitani. Hakuna barabara, hakuna maji, hakuna umeme. Kwa hiyo huwezi kusema tu kwa sababu unataka kuwafurahisha wananchi. Wewe unazungumza tu. Unamkoti baba wa taifa ambaye alianzisha hospitali ya Kwangwa unakozaliwa wewe, haikukamilika, imekuja kukamilishwa na awamu ya 5 na ya 6. Alafu unasemaje kwamba hakuna kilichofanyika katika miaka 63? Marekani imepata maendeleo na Ulaya mnayoiona hii wananchi Ulaya, mnaona magorofa, majengo ni zaidi ya miaka 300. Tanzania tuna miaka 63. Kwa hiyo na sisi tukifikia level ya miaka 300, tutakuwa tumepiga hatua kubwa tu kama wenzetu walivyopiga huko. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wanajaribu kuwasomea miradi ambayo inatekelezwa na ambayo hata hao wanaozunguka kwenu huko wanaijua na wanapita. Daraja la Kigongo Busisi karibu 97% ni kanda ya ziwa ile, na baadhi ya wanasiasa wanatoka kanda ya ziwa wanawaambia wananchi kwamba miaka 63 hakuna kilichofanyika. Kanda ya ziwa leo kuna daraja linaitwa Kigongo Busisi. Uganda litawasaidia Waganda, litawasaidia wa Kenya, nchi zote ambazo ziko kando mwa ziwa Victoria watanufaika na hilo daraja. Wao unasema kwamba miaka 63 hakuna kilichofanyika. Kanda ya ziwa imebadilika, sio kanda ya ziwa ambayo tulikuwa tunaijua kipindi kile. Hospitali ya Seketule pale Mwanza, ukitazama miaka 15 iliyopita na Seketule ya sasa, kuna mabadiliko makubwa sana. Kwanza wameongeza majengo, wameongeza vitanda, vifaa vya kutibia wananchi vimeongezeka pale. Unasema kwamba kanda ya ziwa iko pale ndani ya miaka 63. Tuna Kwangwa, kumbuka hospitali ya rufaa ya Kwangwa, na tuna Seketule pale Mwanza, tukijumulisha na Bugando, mambo yanakwenda. Kwa hiyo nadhani kuna vitu vingi ambavyo pia wananchi lazima muwe mnavitafakari mnavyoambiwa. Upanuzi wa bomba la maji kutoka ziwa Victoria hadi mikoa ya Tabora, Igunga, Nzega, Shinyanga. Nazungumzia kanda ya ziwa. Tuko hapo kanda ya ziwa. Wanasiasa wanaotoka kanda ya ziwa wanasema hakuna kilichofanyika, lakini kumbuka kwa wale wanaotoka mikoa ya Tabora, Igunga hapa Nzega, walikuwa wana maji. Walikuwa wanapata maji kwa shida sana. Leo kuna bomba ambalo linatoka ziwa Victoria limekuja pale na plani ya serikali ni kufikisha mpaka Dodoma. Yaani mikoa yote ambayo haina maji watanufaika na maji ya ziwa Victoria. Maana maji yatasambazwa Singida, Tabora ni mkoa mkubwa sana, watanufaika na hayo maji. Shinyanga kwa baadhi ya wilaya na kwenye makata huko, kwenye mitaa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo serikali inafanya. Lakini ukiwasikiliza wanasiasa watakwambia miaka 63 hakuna kilichofanyika. Akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Aliwahi kusema mzee wetu mmoja hivi katika nchi yetu. Miradi ni mingi, lakini nawapa michache ambayo inawagusa watu moja kwa moja. Kuna mradi ambao ujenzi wa jengo la 3 la abiria katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere. Uboreshaji unaendelea pale. Ukitazama alivyokuwa Mwalimu Nyerere,
ukaja Mwinyi, ukaja Mkapa, Kikwete, Magufuli na sasa Samia, kiwanja kile hauwezi kukifananisha na kiwanja alichokianzisha baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo kuna achievement kubwa sana kwenye swala la viwanja vya ndege. Na juzi hapa nilikuwa nazungumza, karibu kila mkoa wa nchi sasa una kiwanja cha ndege, aidha kimeanza kutumika au kinaendelea kujengwa. Lakini hao wanaozunguka kwenye mikoa yenu huko, wananchi wenzangu, wanawaambia hakuna kilichofanyika bana. Hakuna kilicho, hata Sumbawanga kwenyewe pale kuna uwanja wa ndege. Na kuna hospitali pale imejengwa kubwa na serikali ya awamu ya 5 na ya 6. Halafu unaambiwa kwamba hamna kilichofanyika. Ukipita ile barabara Sumbawanga pale utaona mataa tu usiku yanawaka na kuna rami nzuri pale, lakini mtu yuko pale anapita kwenye rami anasema hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo wananchi pia lazima mtazame. Unajua mimi ni mwananchi kama wewe. Kwa hiyo lazima kuwe na wanaharakati ambao pia wanazungumza ukweli. Sio kila wakati kupotosha tu. Hauwezi kupotosha tu kila siku, unapotosha tu. Kwa hiyo wanasiasa pia lazima wabadilike. Ujenzi wa daraja jipya la Salanda, kwa maana ya daraja la Tanzanite. Unajua nimesema jamaa wanasema hakuna maendeleo kwa miaka 63. Lakini mimi tunawakumbusha tu, sio kwamba mvioni, kwa sababu daraja la Tanzanite tumeliona na mnapita. Hebu fikiria ukienda pale kuanzia mida ya saa 1 pale. Ile daraja la Tanzanite. Unakatisha pale kutoka Posta, unakwenda Coco Beach. Unakwenda Sikiri Hotel kule. Unakatiza kule Masaki. Kwamba hakuna mabadiliko. Yaani ni kweli hakuna mabadiliko. Wananchi wenzangu, lile daraja ni kilomita 1.03. Mataifa ya nje wanakuja kujifunza Tanzania tumewezaje haya mambo. Zamani tulikuwa tunazungumzia uende Marekani, uende Ulaya ndio utakuta madaraja kama hayo. Lakini leo Tanzania unayaona. Tunapita. Kigongo Busisi likiisha litakuwa kama Tanzanite. Tuna Kigamboni pale. Hivi kwa nini hawataki kusema ukweli kwamba kuna mambo yamefanyika? Na nyinyi Watanzania wenzangu pia tuwe na utamaduni wa kuuliza hata maswali mnapokuwa kwenye mikutano. Unasema kwamba miaka 63 hakuna kilichofanyika. Lakini mbona kuna 1, 2, 3, 4? Na hata waandishi wa habari pia wenzangu, mwe na utamaduni pia wa kutafuta miradi ndani ya mawizara haya. Mheshimiwa Msigwa anajitahidi sana kuwaelewesha watu nini kinafanyika katika nchi yetu. Lakini pia waandishi wa habari muwe na namna ya kufika kwenye wizara na kwenye wasemaji wa wizara na kwenye wasemaji wa sekta, mnawaambia Watanzania mambo yaliyofanyika. Tumieni kalamu zenu kama wanahabari kuhabarisha watu, tumieni TV zenu za online na TV za kawaida kuambia watu kwamba serikali imefanya 1, 2, 3. Maana sasa hivi kuna tabia moja ambayo ni ya hovyo sana, kwamba wewe ukitoa mambo mazuri yanayoendelea katika nchi yetu wanakuita chawa. Mimi jamani sio chawa. Mimi ni mwanaharakati huru na mimi nazungumza haiwezekani eti yani kwamba tuwe na watu wanao-oppose tu, yani wao ni kupinga. Lazima kuwe na watu wanaoelezea faida na uwepo wa serikali yetu ya Tanzania. Mradi wa mabasi ya mwendo kasi awamu ya kwanza na sasa tuko karibu awamu ya 3 ya 4 nimewaambia, na kuna ufungaji wa rada 4. Mtakumbuka pale uwanja wa ndege wa Dar es Salaam, Mwanza, Tanzania tulikuwa na shida kwenye upande wa rada. Lakini leo ukizungumzia habari ya rada, Tanzania ni kati ya mataifa ambayo yanafanya vizuri sana katika upande wa rada kwenye viwanja vya ndege. Na vyama vya upinzani wanajua kwamba nchi hii kuna mambo yamefanyika, na rada ni gharama kubwa sana. Uwanja wa Kia pale Mwanza, kuna Songwe, kuna Kia, kuna Dar es Salaam. Zimefungwa rada hapo, zipo. Ambazo rada zinasaidia hata kwenye mambo ya kiusalama, mambo ya uongozaji wa ndege na vitu kama hivyo. Lakini hayo mambo hayasemi. Kuna daraja la Magufuli la mto Kilombero. Kwa mfano, nilikuwa namsikiliza mtu mmoja anatoka kule Kilombero kule. Anasema kwamba
hakuna kilichofanyika. Lakini lile daraja la Magufuli la mto Kilombero na barabara unganishi kwa watu wanaotoka katika wilaya ile ya Kilombero na maeneo yale, kwa nini haya mambo wanasahau haraka sana? Hao ndio waandishi wanasema kwamba Watanzania wao maendeleo hapana, wanaongea negative tu. Hapana, lazima mambo yawe yanakumbushwa, kwa sababu wapinzani wao wanasema hakuna kilichofanyika. Mimi nawashauri sisi kwa nia njema sana, huu sio wakati wa kukaa kimya. Wakati wapinzani wanazunguka katika nchi yetu, CCM na wenyewe wanatakiwa wazunguke, au wawaache wapinzani wapite. Wakimaliza wapinzani na CCM wapite wakiwa na ilani na kuwaeleza wananchi CCM imefanya nini kuanzia utawala wa Mwalimu Nyerere mpaka utawala wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mnawaeleza watu, lakini mkiwaacha watu waseme kwamba nchi haina mwelekeo na mkakaa kimya, wananchi wanaamini. Kwa sababu wakati mwingine wako ambao wanaamka asubuhi hajapata kifungua kinywa, anaamini. Lazima muambie wananchi kwamba serikali inafanya 1 2 3, lakini mwananchi pia ana nafasi yake ya kujihangaikia yeye kama yeye kwenye familia yake. Serikali inakuwezesha, lakini wajibu wa kutafuta chakula ni wewe na mmeo, wewe na mkeo. Serikali wajibu wake ni kupunguza bei za vyakula, lakini wajibu wa kuchukua kile mchele kwenda sokoni pale kuleta nyumbani ni wewe mwenyewe kama mwananchi. Serikali haiwezi kuletea chakula nyumbani. Kwa hiyo lazima, wakati wapinzani wanasema kwamba maisha hali ni mbaya hivi, CCM nao lazima ipite iwaambie watu kwamba kuna 1 2 3 yanafanyika. Hii hospitali ya Kwangwa Mara nilishawaambia. Kwangwa ni hospitali ambayo iliwashinda karibu viongozi wote. Lakini awamu ya 5 na awamu ya 6 wametekeleza. Pale Mtwara tunakumbuka kulikuwa kwenye upande wa afya kulikuwa na matatizo makubwa sana. Lakini leo ukienda Mtwara pale unakutana na ujenzi wa hospitali ya kanda ya kusini. Na Mheshimiwa Rais Samia ameimaliza na imeshaanza kufanya kazi. Madaktari wanaenda pale, vifaa vya wakina mama vinapelekwa pale vya kujifungulia. Miaka zaidi ya 60 Mtwara walikuwa hawana hospitali ya kanda. Tuseme ile kanda yote kulikuwa hamna hospitali hiyo. Leo ipo, alafu nasema hakuna mafanikio wala maendeleo. Wananchi wa Mtwara wanaenda wanatibiwa pale na wao ni mashahidi kwamba wakati ule wa Mwalimu anatuletea uhuru wetu mpaka wakati wa Mheshimiwa Magufuli Mtwara ilikuwaje, na sasa Magufuli na Samia Mtwara ikoje? Lazima wananchi pia mwe mnajaji, mnaangalia. Mnapoambiwa kwamba hakuna kilichofanyika, mwe mnatazama na nyinyi. Geita leo kuna hospitali pia ya rufaa. Songwe kuna hospitali ya rufaa. Kwa sababu ni miradi mingi sana ambayo imetekelezwa, lakini wakienda kufanya mikutano wanaambiwa wananchi hakuna kitu bana, hamna kilichofanyika. Lakini yule Sagrada Mligo, mwenezi wa BAWACHA taifa, alivyopigwa ngumi na wale walinzi wa wale jamaa, maana alipigwa ngumi ya kichwa. Hata ile ngumi ya mandonga si nafikiri ni ndogo, ilikuwa ni ngumi ya hatari kweli kweli. Amekwenda kulazwa kwenye hospitali gani? Na wauliza wananchi, yule BAWACHA, yule mwenezi wa BAWACHA taifa kalazwa hospitali ipi? Si ni ya serikali? Anatibiwa na watu gani? Si ni madaktari wa serikali? Vifaa anapeleka nani? Si ni serikali hii? Ameumizwa, amejeruhiwa, amekwenda kulazwa kwenye hospitali ya serikali. Lakini akishaamka pale, akipona, serikali haijafanya chochote bana. Yaani akishapona tu ameanza kufanya mishe zake, ataanza tena kuilaumu serikali. Lakini kapigwa pale ngumi ya kichwa, ameenda pale ajitambui. Serikali imemtibu mpaka amefikia hatua ya kuanza kuongea, lakini akiwa jukwani, serikali haifanya chochote bana. Sasa wananchi lazima pia mwe mnatafakari. Amejeruhiwa
mpaka tunavyoongea na nyinyi yuko kwenye hospitali na kitanda alichonunua Samia Suluhu Hassan na mashuka yameandikwa kabisa MSD. Lakini wakitoka hapo serikali haijafanya kitu. Sasa hawa watu bwana, sasa mjachukua tu nchi mnaanza kupigana mangumi namna hiyo. Hivi mkichukua nchi si mtatunyonga? Kama tu mjachukua nchi mnapigana mangumi hivyo. Mkichukua nchi mtasema tafuta yule jamaa yule. Nyonga. Yaani mtakuwa wanyongaji. Sijataja chama wala mtu. Lakini mkichukua nchi si mtanyonga watu nyinyi. Jamani, maana unampiga mwanamke wa miaka 34 unampiga ngumi ya kichwa mpaka nazimia. Hapo huna madaraka, huna cheo. Kwa hiyo kuna baadhi ya viongozi wanasiasa hawa nao wao wanaangalia Njombe ambako ndo maeneo ambayo huyo dada akapigwa ngumi maeneo hayo huko. Kuna hospitali ya rufaa. Wako pale, ipo hospitali ya rufaa imejengwa, lakini wakiwa na wananchi hakuna kitu kilichofanyika. Wakimaliza mikutano usiku wanaenda kupiga pasi, umeme ukatiki. Wanaoga maji yanatoka. Wanajipulizia perfume. Wanawake wao wanaenda saruni pale wanatengeneza nywele kama alivyotengeneza mwandishi mmoja Immaculate. Lakini akiwa sehemu anasema hakuna kilichofanyika. Lakini wanaenda saruni mle wanapuliziwa mle umeme ukatiki. Akiwa na wananchi hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo ndugu wananchi, akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Ujenzi wa jengo la huduma za uzazi hospitali ya Seketure nilishasema wameboresha sana pale. Simiyu pale kuna hospitali ya rufaa. Ujenzi wa jengo la huduma za uzazi hospitali ya kanda ya Mbeya. Kote huko wamepita. Wanasema hamna kilichofanyika bana. Hamna kilichofanyika. Alafu akipigana mangumi wanaenda kutibiwa kwenye hospitali za serikali. Si mungeenda kutibiwa kwenye hospitali za watu binafsi. Tuone. Maana mnapigana mangumi huko kwenye mikutano yenu, mnaenda kulazwa kwenye hospitali za serikali ambazo Mheshimiwa Rais Samia huyu ndiye anapeleka mashuka, anapeleka vifaa, anapeleka vitanda. Alafu mkiwa kule mnadanganya wananchi. Sijataja chama wala mtu. Pale Dar es Salaam kuna lile daraja la Mfugale. Wakati watu tunazaliwa, Dar es Salaam sio ambao tunaifahamu sisi. Dar es Salaam ya leo ni Dar es Salaam yenye mafanikio makubwa sana. Ukilinganisha na miaka hiyo ya baba wa taifa, Mwinyi, Mkapa. Leo tuna Dar es Salaam mpya kabisa. Wanajisahaulisha kwamba leo hii serikali imehamia Dodoma baada ya karibu awamu 4 hazikuweza kufanikiwa. Awamu ya 5 na awamu ya 6 kwa pamoja wamehamishia serikali Dodoma, na ukienda ule mji wa Mtumba utaona Dodoma iliyobadilika. Dodoma hakuna mtu aliyekuwa anafikiria kwamba anaweza kuhamia Dodoma. Hakuna. Leo hakuna mfanyakazi wa umma au wa serikali ambaye unaweza kumshawishi ahame Dodoma akakuelewa kwamba turudi Dar. Hakuna atakaye kuelewa. Mimi na marafiki zangu tulikuja nao hapo 2018, 19, 20. Mimi nakwambia hivi, wamejenga manyumba hapa nakwambia Dar es Salaam watarudi wenyewe. Sasa lazima tu appreciate kazi za serikali kwamba yako mafanikio yamefanyika. Yako mapungufu yapo. Lakini tusichukulie mapungufu ndo tukafanya habari, tukaacha kuzungumzia mafanikio ambayo ndio mengi kuliko mapungufu. Binadamu tumeumbwa sisi sio malaika. Dodoma hapa tuko wenyewe juzi nilikuwa nazungumza pia na watu. Dodoma hapa kuna miradi mingi inaendelea. Ring Road, barabara ya njia 5, 4 kutoka Chamwino mpaka Bahi, upande wa kwenda Iringa, upande wa kwenda Arusha, kuna barabara zinajengwa njia 6 kama sio 4. Kwa nini watu hawazungumzi? Kuna uwanja hapo wa mpira umesainiwa jana. Bilioni 32 zinamwagwa pale. Kwa ajili ya wananchi wa Dodoma kuweza kuwa na uwanja wa kimataifa kama makao makuu. Lakini wakija hapa Dodoma utasikia hamna kilichofanyika bado. Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi wenzangu, miradi hii ni mingi sana. Miradi ni mingi na niseme yote miradi ambayo serikali hii imefanya.
mtachoka hata kunisikiliza, lakini ukweli ni kwamba serikali imefanya mambo makubwa sana ambayo ukitaja hiyo miradi ni mingi. Nikisema ndugu waandishi wa habari niisome mmoja baada ya mwingine hapa itakuwa ni hatari sana, hamtonielewa. Samahani kidogo. Kuna miradi mingi sana ambayo imefanyika kwa upande wa mikoa mbalimbali ya taifa letu. Ninachoweza kuwashawishi wananchi wenzangu kama nilivyosema, tukisema tutaje miradi yote ni mingi, lakini hii ni miradi, ni peji karibu 30. Hii ni miradi. Hii hapa ni miradi. Hivi utasemaje kwamba serikali haijafanya kitu? Siwezi kuisoma yote kwa sababu mtachoka. Lakini mkitaka miradi hii somwe yote, nendeni kwa Msigwa atawaambia, au nendeni kwa Bwana Makala atawaambia kwamba nini kimefanyika katika nchi yetu. Kwa mimi ninachowaomba tu ni kwamba watu wanapokuwa wanakuja kwenye mikutano yenu, jaribuni kutafakari kwa sababu nchi ni yetu sote na tunapaswa kutafakari kila jambo ambalo unaambiwa. Kila neno unaloambiwa tafakari. Kila kitu unachoambiwa tafakari. Kwa hiyo kama mnaweza mkawa na maswali mkaniuliza, mimi niko tayari kwa maswali na naamini Dangote hawezi kukosa swali. Kwa sababu nchi lazima tueleweshe watu, tuwafanulie watu nini kinaendelea. Lakini tukiwa tunakaa kimya, wao wanaongea negative, alafu huku wanakaa kimya. Sisi wanaharakati ambao tunasupport serikali, lazima tuongee tu, hakuna namna. Karibu bwana kwa maswali. Pengine unaweza kumtaja yule kiongozi anayetembea na promotion kwa nchi kwa sababu kuna kitu fulani. Sio ni sababu ya kumtaja jina. Watanzania wenyewe si wanaona na wanasikia. Unajua Dangote, ngoja nikwambie. Mimi sio mwanaharakati yule ambaye ulikuwa unamfahamu miaka 7 iliyopita. Mimi ni mwanaharakati ambao sasa na mimi nimekuwa mtu mzima. Na unajua kuna mambo ya defamation na nini. Lazima pia tuwe tunaepuka. Kwa hiyo huwezi tu kutajataja watu bila sababu za msingi, lakini ukweli ni kwamba hiyo kauli haina tija yoyote, kwa sababu unaposema kwamba taifa halina mwelekeo, wakati huo wewe unazunguka, unaongea, unahutubia, unatoa maelekezo kwa wananchi wanaokusikiliza, hayo pia tu ni mafanikio tayari na ni mwelekeo mzuri. Huwezi kuambia watu kwamba taifa linayumba wakati wewe unatoka sehemu A kwenda sehemu B kwa lami, kwa ndege, haulizwi na mtu. Unafanya mikutano, unalindwa, halafu unasema taifa linayumba. Taifa linayumbaje? Unajua wakati mwingine ni mambo ya ajabu sana. Yaani nchi isiyokuwa na mwelekeo ni nchi ambayo maji hakuna 100%, umeme hakuna 100%, kuna vita. Hizo ndio nchi ambazo hazina mwelekeo. Tanzania hakuna vita. Tanzania maji tunapata hata kama si kwa kiasi hicho. Tanzania umeme upo. Tanzania mtandao wa barabara upo na ni mkubwa. Na wewe umepewa uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kutembea, uhuru wa kupotosha, uhuru wa kutukana, uhuru wa kupigana ngumi hadharani. Maana kwa taarifa zilizopo ni kwamba kiongozi huyu ambaye sihitaji kumtaja jina ndio aliagiza yule bouncer aenda akamtwange yule dada. Sasa wewe ni kiongozi, unaenda kumtandika dada kama yule, unampiga mangumi, utafikiri unapiga mwanamume mwenzako? Alafu unajiita kiongozi kweli? Kwa taarifa ambazo zipo kutoka ndani ya hicho chama, sina sababu ya kukitaja. Yeye ndiye aliyemuagiza huyo bouncer, si komando, kwenda kumtandika ngumi yule dada. Na mimi nitumie nafasi hii kwa mara nyingine tena niwaombe Watanzania wenzangu, wanawake wote wa Tanzania, mnatakiwa mtoe matamko ya kulaani kipigo hicho cha Sagrada Mligo. Chama cha waandishi wa habari wanawake, toweni tamko. Chama UWT, yani Bawacha, Chadema, toweni tamko kulaani kipigo hicho. ACT, toweni tamko kulaani tukio hilo. CCM, toweni tamko kulaani tukio hilo.
Kwa sababu ni mwanamke yule, na wanawake sisi kazi yetu ni kuwalinda. Hata ngazi tu ya familia, ukiona mkeo anakuletea shida, wewe sepa tu, potea hata miezi miwili. Kwa sababu ukimpiga ngumi unaweza kumuua bure. Wanawake Mungu amewaumba tofauti na wanaume. Ukiona kwenye familia yako mkeo anakusumbua, hama mwezi mmoja. Baada ya mwezi mwingine rudi nyumbani. Dunia itakuwa imetulia. Ukichukua maamuzi ya kumpiga wewe mwanamke, unamuumiza bure, unamsababishia maumivu. Naona kuna dada mmoja hapa mwanamke anacheka. Pengine nani unapokea kipigo ni na wewe. Hautakiwi kumpiga mwanamke. Wanawake ni viumbe wa kuwalinda. Ukiona amekuudhi sana, amekuudhi kiasi cha 100% set grade, wewe kimbia kama mwanaume, kwa sababu ukisema uanze kushindana naye utapata matatizo tu. Kwa hiyo kipigo cha Sagrada Mlingo sio cha kuentertain, sio cha kufurahia. Ndio mimi nikasema kwa taarifa zilizopo, kuna kiongozi mmoja wa chama fulani ndiye aliagiza yule komando si bouncer akampiga mangumi yule mama. Sio mama, ni mdada yule. Miaka 34 bado ni mdada yule. Alafu dada mwenyewe ni mzuri kweli kweli. Unaenda kumharibu dada wa watu sura bure. Dada anaweka bleach safi kabisa. Nikizungumzia bleach mnanielewa. Alafu mtu anaenda kumpiga ngumi anapasua kichwa. Mwanamke kama yule. Kwa kweli sio vizuri. Na kwa kweli mimi nashauri serikali imchukulie hatua huyo, nashauri kama mwanaharakati. Huyo bouncer awe wa chama fulani au si ni wa wapi, serikali mtie mbaroni. Na wakishamtia mbaroni wamuhoji nani alimtuma, amtaje kwa jina. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, mimi naamini akisha kamata yule bouncer yule aliyompiga ngumi ya kichwa yule Sagrada, atataja aliyemtuma. Na kama ni kiongozi wa chama ngazi ya kitaifa ndiye kamtuma huyo bouncer kumpiga huyo dada, vyombo vya dola vicheze naye, visimwachie, ili iwe fundisho kwa viongozi wa kitaifa kufanya mambo ya kihuni katika vyama, kufanya mambo ya kihuni kwa wakina mama. Haiwezekani. Yule mama nimemuona anatapika, analia, na sio alikuwa anatapika damu, maskini ya Mungu. Yaani kwa kweli kile kipigo kilikuwa sio cha kawaida, na nchi nzima inapaswa ipaze sauti. Na sisi wanaharakati wenzangu na washawishi wanaharakati wenzangu nchi nzima, Afrika na duniani, tupaze sauti waliofanya ili tukio kumpiga huyo mwanadada, wachukuliwe hatua za kisheria. Na isiwe hatua za kawaida, wapelekwe mahakamani. Ndugu mwandishi, narudia tena. Siasa ndani ya vyama si kupigana ngumi, si kugombana. Mwanasiasa ambaye yuko matured ni kutoa mwelekeo. Unataka kufanya nini? Wewe ni chama mbadala, utawafanyia nini wananchi wakikuamini kushika dola? Haujashika dola, unaanza kuwapiga wakina mama. Ukishika dola, si unaweza ukafunga wanawake wote Tanzania wewe? Kila mwanamke anayekupinga ngumi, kila mwanamke anayekupinga mahabusu, kila mwanamke anayekupinga kifungo. Hawezi kuwa kiongozi wa namna hiyo. Kiongozi wewe unaonesha njia. Kiongozi una maono. Kiongozi unaonesha mwelekeo. Hata kama ndani ya chama chako kuna jambo, kuna mtu anakupinga. Yaani kuna vikao vya ndani kwamba hata kwenye familia unaweza kukuta hata kwenye familia kuna mmoja wa watoto wako akakupinga idea zako. Huwezi kumpiga ngumi. Huwezi kumwadhibu kwa kumpiga. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi wa kisiasa, wewe ni baba, ni sawa na baba wa familia. Kiongozi wa kisiasa wa kitaifa ni mlezi wa familia zote, wanawake na wanaume. Hupaswi kumpiga au hupaswi kuagiza mtu yoyote aenda akampige mtu anayekupinga wewe. Kwa hiyo hili swala sio swala zuri. Narejea tena kuomba waandishi wa habari wanawake, chama cha waandishi wa habari wanawake, chama cha wanasheria wanawake, chama hizi jumuiya za wanawake za vyama wachukue hatua
kulaani kupigwa kwa Sagrada Mlingo na kumsababishia maumivu makali. Yule dada naamini ana familia, naamini kwa umri ule ana mtoto, naamini kwa umri ule ana mume. Sasa amesababishiwa maumivu, ataishije yeye? Unaweza kushangaa vyama vya wanawake wamekaa kimya tu, hata walaani. Huu ndio muda sasa wa waandishi wa habari wanawake kuingia mtaani na kuandamana. Jumuiya za wanawake za vyama vya Tanzania kuingia mtaani na kuandamana kupinga unyama huu uliofanyika kwa huyu mwanadada mzuri kabisa na mrembo huyu kutoka Njombe huko. Vyombo vya habari viandike, viripoti. Na tunaomba taarifa nzuri ya madaktari kutoka pale Njombe hospitali ya serikali. Ameumizwa kiasi gani yule mwanadada? Kwa sababu alipigwa ngumi ya kichwa. Wewe unapopiga bouncer unampiga mwanamke ngumi ya kichwa, unaweza kaua. Unaweza kaua wewe. Halafu ukiwa huku unajisema wewe si chama cha siasa unaenda kupiga watu. Kwa hiyo ndugu wananchi wenzangu, nasema tena, akili za kuambiwa changanya na za kwako. Serikali imefanya mambo mengi mazuri, na kama wananchi lazima tukubali kwamba yako mazuri yamefanyika na yako ambayo changamoto bado zipo, na serikali inaendelea kuzifanyia kazi. Upande wa elimu, upande wa barabara, upande wa maji, upande wa umeme, upande wa elimu na vitu kama hivyo. Kwenye vyuo vikuu tulikuwa na maandamano ya bumu mikopo nini. Sasa hivi mnasikia kuna habari tena ya malalamiko ya mikopo ya vyuo vikuu? Hakuna. Yako changamoto, ziko changamoto ndogo ndogo. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, mimi niliwaiteni ili na mimi niweze, kwa kweli sikufurahishwa na kauli ya huyo mwanasiasa wa chama cha upinzani kusema kwamba nchi yetu imekosa mwelekeo. Na ninaamini mimi nimeongea kama mwanaharakati, na kwa sababu katiba yetu ya nchi inaruhusu nitoe maoni yangu na nizungumzie na nayoona yanafaa. Bara ya 18 ya katiba yetu inatoa mwongozo sisi kama raia tuongee. Uhuru wa kuzungumza upo pale. Na niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu kwa sababu ya uhuru huu ambao ameutoa kwa vyama vya siasa vya Tanzania. Mheshimiwa Rais Samia ni muungwana. Ametoa uhuru kwa vyama vya siasa. Ametoa uhuru wa mikutano. Ametoa uhuru wa kukosoa na kujadiliana kama taifa. Amewaruhusu Chadema kufanya kila kitu anachojisikia kufanya. Mheshimiwa Rais wetu. Na nyinyi lazima pia mkubali na muappreciate utu, hekima na busara za Mheshimiwa Rais wetu. Yeye kama binadamu ameumbwa na ana tabia za utu na wema. Hivi kwa mfano, kwa tabia hizi vyama vinapewa nafasi ya kuzungumza. Vyama hivyo vinaenda kumtukana rais. Hivi inaingia akilini kweli? Chukulia ningekuwa mimi ndio kiongozi. Nimekupa uhuru wa kuzungumza. Alafu uhuru unatumia vibaya, unaniataki mimi personal kama kiongozi mkuu wa nchi. Sikuachi. Huo ndio kweli. Sikuachi. Kwa hiyo kuna kampeni ambazo zinaendelea kwenye vyama vya siasa vya kuchafua taswira ya nchi yetu. Taarifa tunazo. Na mimi kama mwanaharakati ninazo hizo taarifa. Kuna baadhi ya mataifa ya Ulaya na kuna baadhi ya mataifa makubwa yenye nguvu duniani wanataka kujihusisha na baadhi ya vyama vya siasa. Tunaomba Tanzania kama taifa huru lenye haki zote kimataifa na kitaifa, mataifa ya nje yatuache sisi wa Tanzania tufanye uchaguzi wetu kwa amani. Yasiingilie uchaguzi huu, yasitoe sapoti yoyote kwa vyama vya upinzani.
tunawaomba, kwa sababu hayo mataifa siwezi kuyataja, lakini wanajijua. Tanzania ni taifa ambalo lipo na lina rasilimali nyingi sana. Tunaomba mtuache. Hakuna taifa lolote including Marekani ambayo iliwahi kufanya uchaguzi watu wote wakafurahi. Tulishuhudia Republican wakavamia bunge la Senate pale Marekani baada ya Joe Biden kushinda na Trump kushindwa. Kwa hiyo dunia nzima, Marekani ndio taifa ambalo tunaliona kwamba demokrasia liko juu sana. Lakini pia wao wenyewe walikuwa wanagombana wenyewe kati ya Democrat na Republican. Why not Tanzania? Kwamba Tanzania tufanye uchaguzi ambao ni smooth kabisa. Hapa haiwezekani. Mapungufu lazima yatakuwepo tu. Kwa hiyo kama kuna taifa lolote, mimi naongea kama mwanaharakati huru, sijatumwa na serikali wala chama chochote. Kama kuna taifa lolote ambalo wana plani kujoin na vyama vya upinzani kwa maana kudhoofisha na kuharibu taswira ya taifa letu, tunawashauri waache na tunawaomba waache. Utamaduni wa Mtanzania pamoja na mapungufu yetu yote na changamoto tulizonazo, tunaongea lugha moja, tunashirikiana. Wako watu wanasema kwamba nchi hii ina matatizo. Viko vyama vya upinzani na wako watu na ni viongozi wa vyama. Lakini watu hao tuna taarifa zao wapo kwenye migodi na ni wapinzani, wana vitaru kwenye migodi katika Tanzania. Kuna siku hiyo itakuja, nitasema tu, nitawataja majina. Ni mpinzani akifika sehemu anasema serikali inafanya hivi inafanya hivi, lakini wapinzani hao wana vitaru na wako kwenye migodi na wanatorosha mpaka makinikia wako. Hatuwezi kuwataja leo, lakini ipo siku tutawasema. Kwa hiyo wananchi pia mwe mnatazama tu. Msifikiri hawa wapinzani wao hawashiriki kwenye mambo haya, wamo humo. Kwenye diridiri hizi wamo tu, wamo humo. Kwa hiyo wanapokuwa wanaambia jambo, mtafakari pia. Mnaangalia, mnatafakari, au wanatuambia hivi ni kweli? Ni kweli? Ni kweli? Lakini Mheshimiwa Rais wetu Samia ni muungwana sana. Nadhani uungwana wake watu wengine wanataka wautumie vibaya. Mnapopata kiongozi muungwana kama huyu, lazima na nyinyi kama vyama na kama wanasiasa mfanye siasa za kiungwana. Siasa za kiungwana ni siasa za kutodhalilisha viongozi waliopo madarakani. Mnatembelea barabara hizo za lami, mnapanda ndege hizo, mnaenda kwenye mahoteli hayo, mnatumia umeme huo, mnaoga maji mazuri yana chumvi, alafu leo mnasema kwamba kuna kilichofanyika. Kwa hiyo nadhani swali lako nimelijibu kwa urefu. Hiyo ndio hali halisi ya taifa letu. Na sihitaji kutaja mtu kwa sababu aliyopigwa mwenyewe amezungumza na clip yake ipo. Kwa hiyo majibu unaweza ukayapata huko pia mengine.